Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sijui Mungu anamkusudia nani, lakini leo nilikuwa ninataka nihailishe hili somo na kifanyike kitu tofauti, lakini pia Mungu hakuridhia hilo. Ninaamini kuna mtu mmoja Mungu anamkusudia siku ya leo abadilishe mwenendo wa maisha yake na kumuondolea aibu yake ikawe utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Basi tutaendelea na somo letu linalosema matengenezo mapya ya kanisa la Kristo. Matengenezo mapya ya kanisa la Kristo, tukiwa sehemu ya 4. Matengenezo mapya ya kanisa la Kristo, tukiwa sehemu ya 4. Na sehemu ya leo ina kichwa kinachosema kanisa la nyakati za mwisho na matukio kiulimwengu. Kanisa la nyakati za mwisho na matukio kiulimwengu. Kanisa la nyakati za mwisho na matukio kiulimwengu. Hicho ndio kichwa cha somo ambacho tunaenda kujifunza leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kama hakuna umeme, sauti zetu zinatosha sana. Amen. Na tunaweza tukamhubiri Kristo kwa umeme au bila umeme, na injili lazima iende mbele. Amen. 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 Sasa kwa nini tunajifunza habari ya kanisa la mwisho? Kwa nini tunajifunza habari ya kanisa la mwisho? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajifunza habari za kanisa la mwisho kwa sababu tupo kwenye nyakati za kanisa hilo. Tunajifunza habari za kanisa la mwisho kwa sababu tupo kwenye nyakati za kanisa hilo. Katika mtiririko wa makanisa ya kinabii, makanisa ya kinabii hapo 7 yameandikwa kwenye Ufunuo na yalikuwepo kule Efeso ambapo ni Uturuki leo. Na kwenye yale makanisa 7, kanisa la mwisho ni kanisa la 7 ambalo ndio kanisa la nyakati tulio nazo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika makanisa 7, kila kanisa lilikuwa na tabia yake. Kila kanisa lilikuwa na matukio yake, na kila kanisa lilikuwa na maonyo na maagizo yake kutoka kwa Yesu Kristo. Na maonyo yote yalipitia kwa nabii au kwa unabii ulioachiliwa na Mungu katika Kristo Yesu kwa Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu, ili Yohana apeleke ule unabii kwenye yale makanisa ili makanisa yaonywe. Bwana asifiwe. Kwa nini ilikuwa ni lazima makanisa yaonywe? Ni kwa sababu kuna matukio yatatukia, na matukio yakitukia kutakuwa na matokeo yatakayotokea kwa matukio yaliyotukia. Na matukio haya yanaweza kuleta athari matokeo yake. Na kila kanisa linalotaka liwe salama lazima lifuate maelekezo ya Kristo Yesu kupitia Yohana. Bwana asifiwe sana. Na ndio msingi haswa wa kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kimebeba nyakati kubwa 3. Sema nyakati 3. Sema nyakati 3. Nyakati ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo ni mambo yaliyopita. Anasema yale yaliyokuwako. Maana yake ukisoma Ufunuo unapata tokea mwanzo kwenye Ufunuo. Unampata Danieli kwenye Ufunuo. Unampata Ezekieli kwenye Ufunuo. Unaposoma Ufunuo unakutana na nyakati za muda mrefu zilizopita zipo kwenye Ufunuo. Lakini azma ya pili ya kitabu cha Ufunuo ni nyakati zilizopo, yani majira tunayoishi sasa. Kila unachokiona kwenye ulimwengu, kinachotendeka sasa kiroho na kimwili, juu ya serikali za ulimwengu na tabia za wanadamu, zimeandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Lakini jambo la 3 lililopo kwenye kitabu cha Ufunuo ni nyakati zijazo. Ndio maana anaambiwa Yohana kwamba aonyeshe mambo yaliyokuwako, yaliyoko na yatakayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunaangalia yote, tunaangalia yaliyopita, tunaangalia yaliyopo na yale yatakayokuja, ili kama kanisa tujue namna ya kuenenda na kusimama itupasavyo kwa ajili ya nyakati zote. Usidharau jana, inaamua leo.
na leo yako ni hatima ya kesho. Kwa hiyo tutatumia historia kanisa lilipotoka, kwa sababu ndio inayotujenga kule tunakokwenda, na tutaitumia leo kutengeneza mwisho wetu kuwa mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika mtiririko wa yale makanisa 7, kanisa la mwisho lilikuwa linaitwa kanisa la Laodikia, ambalo ni kanisa la mwisho katika kanisa la kinabii. Kwa baada ya kanisa hili kunyakuliwa au kanisa hili kuondoka, hakutakuwa na kanisa lingine lolote tena. Bwana Yesu asifiwe. Asante Mungu. Unajua hapa kuna umuhimu wa watumishi wa Mungu kuwa na madarasa ya kukulia wokovu, kwa sababu hiki ninachokiongea tayari Mungu ananiambia kuna watu wanaelewa vibaya. Naposema kanisa hili, wanaelewa hili tunaloabudu hapa. Hawaelewi ninaposema kanisa hili wanamaanisha nini. Kwa hiyo tujitahidi watumishi wa Mungu tuweke madarasa. Amen. Madarasa hayo ni muhimu sana, kwa sababu kuna chakula cha watu wazima na chakula cha watoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ninaposema kanisa siongelei kituo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Roma, ukisikia KKT, ukisikia Gomifani, ukisikia Pentecost, hivyo vyote ni vituo vya kidini. Kanisa ni mkusanyiko wa watu wanaomwabudu Mungu katika Kristo Yesu ulimwenguni kote. Amen. Kwa siongelei Gomifani, siongelei Katoliki, siongelei Sabato, siongelei Luthera, siongelei hayo. Ninaongelea wote wanaomwabudu Mungu katika Kristo Yesu nyakati tulizo nazo, ndio kanisa la mwisho. Na hili kanisa tulilo nalo lenyewe nalo lina tabia zake na lina maonyo yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutaenda taratibu. Mtu akisinzia tafadhali usiache kumpepea, maana kuna kajoto. Utampepea ili umsaidie usingizi wake uwe mroro. Hatuwezi kujua Mungu amemkusudia nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tunapoliangalia kanisa la Laodikia au kanisa la mwisho, tutaangalia hali yake ya kiibada ambayo ndio iliyopelekea kanisa hilo likaonywa. Ilikuwa ni hali ya namna gani? Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3, ukianza na ule mstari wa 14 na wa 15. Naomba tusome hapo. Ufunuo 3:14 15. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina. Haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina. Shahidi aliye mwaminifu. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Na yajua matendo yako. Na yajua matendo yako. Hapo ndipo ujumbe unapoanzia. Pale mwanzo alikuwa anajitafsiri, anaeleza au mwenye huyo anayelionya kanisa yeye ni nani. Kwa anataka kanisa lijue maonyo yanatoka kwa nani, ili muonyaji awe na uhalali wa kulionya kanisa na kanisa liwe na uhalali wa kupokea maonyo. Anasema na yajua matendo yako. Ya kuwa ubaridi wala umoto. Ya kuwa ubaridi, yani wewe sio baridi wala sio wa moto. Ingekuwa heri, yani afadhali basi kama ungekuwa baridi au moto. Afadhali basi kama ungekuwa wa baridi au wa moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu. Kwa sababu una uvuguvugu. Wala ubaridi wala umoto. Wala ubaridi wala umoto. Nitakutapika. Nitakutapika. Utoke katika kinywa changu. Utoke katika kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa hili ukisikia hilo neno ya kwamba uvuguvugu, ukijipima unaweza kusema wewe haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani wavuguvugu hapa? Nani wavuguvugu hapa? Hayupo. Kwa hiyo tukijitazama sisi sio wavuguvugu, lakini kipimo
kipimo cha kiroho kinalitafsiri kanisa hili ni vuguvugu, na nitakwambia uvuguvugu wake unatokea wapi, na kwa sababu hiyo utajielewa ni vuguvugu au la. Cha kwanza, kanisa la Laodikia lilikuwa linashiriki ibada ya Mungu na miungu kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa linasujudia masanamu na kuyabusu, na lilikuwa linamwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu kila akitafuta msimamo wa hili kanisa, utabaki wapi? Aidha kwa masanamu yao au kwangu. Mungu akaona kanisa limepoteza msimamo, linataka kote, linamtaka shetani na linamtaka Mungu. Kwa Mungu akaona basi kama ndivyo walivyoamua, na mimi niwape maamuzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kanisa hili lilikuwa linaruhusu matendo ya zinaa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu kutembea na mtu mwingine ndani ya kanisa bila ndoa, yani mtu anaweza kumchukua mke wa mwenzake kanisani na bado ikawa sio tatizo. Sio tatizo. Hayo matendo leo hayapo. Hayapo. Lakini kanisa hili lilikuwa ni la watu wanaokwenda kanisani kwa matukio. Yaani hawana moyo, hawana ile hari ya kiibada, mpaka kuwe kuna tukio la kumega mkate au sherehe yoyote ya kikanisa watatokea, vinginevyo hawatokei. Si tunaona hata leo kamvua kadogo tu watu wengi hawajaja, lakini ingekuwa ni siku ya kazi kwa mvua kama hiyo wasingeenda kazini. Kwa nini hawajaja hapa? Vuguvugu. Sema vuguvugu. Sema vuguvugu. Watu ambao hawana mzigo wa kiibada ndani yao, wana kila sababu ya kutokwenda ibadani. Ndio kanisa Mungu analionya, usije ibadani kama dharura. Usije ibadani kwa sababu hauna cha kufanya. Uwe na cha kufanya, ukiache cha kufanya ili uje ibadani. Wewe ndio mtu ambaye Mungu anakutafuta, maana ndio uliyefanya maamuzi sahihi ukachagua Mungu kuliko chochote. Lakini ukimfanya Mungu wa dharura, kwamba ufanye shughuli zako kwanza, na shughuli zako zikikubana kanisani hamna nafasi ya kwenda, maana yake hujamchagua Mungu, umeuchagua ulimwengu. Na anasema yoyote ajifanyaye rafiki wa ulimwengu anajifanya kuwa adui wa Mungu. Mangapi Mungu anakupinga na unafikiri ni shetani? Anasema yeye afungaye hapana afunguaye. Kwa hata Mungu anaweza kufunga lango lako la uchumi. Wakati unajifikiri uko bize kutafuta pesa, hauna muda wa ibada. Ndani ya siku 7 Mungu ameachilia siku moja tumwabudu katika roho na kweli, lakini hata hiyo tunamkopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ibada yenyewe ni masaa 3 tu, saa 4 mpaka saa 7 au saa 8 tumemaliza. Kazini kwako unaenda asubuhi mpaka jioni, hamna siku unaomba udhuru usiende kazini. Lakini kanisani masaa 3 4 uko tayari kuomba udhuru usiende kanisani. Unajifanya kuwa adui wa Mungu, na utakuta uko na bidii katika unachokifanya. Unabidii, lakini matukio hamna. Hamna matokeo, hamna kuinuka, hamna kufanikiwa. Unafikiri kuna mchawi amekuloga, kumbe Mungu amekupinga kwa sababu hukumchagua kuwa chaguo lako la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkinipenda nitawapenda, mkiniheshimu nitawaheshimu. Kama humheshimu Mungu, tafsiri yake Mungu atakudharau. Kama hutamchagua Mungu, Mungu hatakuchagua. Na wapendwa, tuelewe wazi, maisha yetu hatuwezi kwenda wenyewe kwa nguvu zetu bila Mungu kuingilia kati. Ulimwengu umejaa mapinzani mengi sana juu ya maisha yetu. Hata hali ya kuoa na kuolewa ni changamoto sana. Katika kuzaa, kupata na kutafuta ni changamoto sana. Kama hatutamchagua Mungu tukategemea akili zetu, kama hatutamchagua Mungu tukafikiri tuna jitihada na bidii ya kuweza, tutamaliza nguvu zetu, na tukishamaliza nguvu tutatambua hatuna nguvu wala hatuna tulichokipata kwa nguvu zetu mwanzo. Hebu fikiri, wazee wangapi unaowajua walionekana wanabidii katika kazi, na walipostaafu wamegeuka ombaomba. Amefanya kazi mpaka amestaafu,
Anamaliza kustaafu ndo anafikiri kujenga kibanda. Viposho vyake vya kustaafu anaanza ujenzi. Ujenzi haujaisha, hela imeisha. Hawezi kujenga, hawezi kuzalisha. Anaombaomba. Anakufa na pressure. Kwa nini? Wakati wanafanya kazi hawakumpa Mungu nafasi. Amen. Hawakumpa Mungu nafasi. Huwezi kumpa Mungu nafasi, Mungu asikushauri juu ya maisha yako, asikusaidie juu ya maisha yako, asikutegemeze juu ya maisha yako. Haiwezekani. Wote waliomtumaini Mungu waliishia mwisho mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka mwisho mzuri, mtumaini Mungu. Mpe Mungu nafasi. Usihitaji message ya kuja kanisani ndio uje kanisani. Amua kuja kanisani bila message. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitafute sababu ya kutokuja kanisani. Amua kuja kanisani pamoja na sababu yako. Haleluya. 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 Mwanamke aliyetoka damu, alitoka damu miaka 12. Sheria, nipunguzie tuta. Sheria ya Wayahudi ilikuwa inasema mwanamke anayetoka damu anatengwa, haruhusiwi kuchangamana na wengine. Haleluya. Mwanamke aliyetoka damu alikuwa na kila sababu ya kutohudhuria mbele ya Yesu. Ana kila sababu, kwa sababu kwanza anatoka damu, pili ni masikini, amefirisika mali zake zote kwa sababu ya tatizo lake, na tatu sheria inamkataza asitokee mbele za watu. Pamoja na sababu hizo zote, mwanamke alisema nitajipenyeza mpaka niende mahali Yesu alipo. Wewe una sababu gani kubwa inayokuzuia kushiriki ibada? Una sababu gani kubwa inayokufanya usishiriki kumcha Bwana? Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye. Lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako.